Naam, mtazamaji, asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Shaltani Plus kama kituo chako bora kabisa. Kukaribishe katika habari ya kutwa nzima ya leo, michezo na burudani. Utakuwa nami Lulu Hali. Karibu sote. Kwa kwanza tuangazie hili ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amewaagiza maafisa mikopo wote nchini kuwatembelea wanavyuo, hasa vyuo vikuu wenye sifa ya kupata mikopo, kuwapa elimu ya jinsi ya kufanya maombi mikopo kwa njia ya elektroniki ili kuweza kupunguza malalamiko kwa wale wanaokosa mikopo hiyo. Taarifa ya Jimmy Mengele inatueleza. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ametoa maagizo hayo mkoani Morogoro katika maadhimisho ya miaka 20 ya Chuo Kikuu cha Waislamu MUM, huku akisisitiza kuwa ni wakati wa sasa kwa kila mtoto wa Kitanzania mwenye hali ya chini kupata mkopo ili aweze kutimiza malengo yake. Maafisa mikopo walioko vyuoni waendelee kuwasaidia wanavyuo kujua ni aina gani ya mikopo inapatikana, ujazaji form, na lakini pia kuwasaidia kama wao wana sifa ya kuingia kwenye mikopo ya aina hiyo. Kwa kufanya hivyo itawapunguzia tatizo. Kila chuo tuna afisa wa mikopo yupo. Moja ya changamoto ambayo tunaiona, ambayo pia hata bodi imeeleza mara kadhaa, baada ya kuwa tumetambulisha mfumo wa maombi ya mikopo kwa njia ya kielektroniki au kwa njia mfumo, wengi wameshindwa kuijaza vizuri zile fomu. Na kwa kuwa serikali imeleta afisa mikopo kutoka bodi ya mikopo katika kila chuo kikuu, basi ni muagize afisa huyo apate nafasi ya kukutana na vyuo, aeleze namna mzuri ya kujaza. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali inafanya, tumekubaliana na serikali kwamba kwa upande wa Open University tunatengeneza utaratibu wa kwamba tunatengeneza campus kubwa, na tumetoa eneo la ekari 15 maeneo ya mji mpya huko, ili serikali ifanye uwekezaji wa kipekee, watu wawe wanakuja, wanafunzi wa Open University wanachukua hata muda wa wiki 2 wiki 3 kufanya masomo yao pale. Kwa upande wake, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Omar Kipanga amesema kuwa serikali tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 700 kwa ajili ya mikopo vyuoni. Mwaka 2021-22 tengeo la fedha za mikopo ya elimu ya juu lilikuwa takriban bilioni 464, ambapo kwa mwaka wa 2024-25 kiasi cha bilioni 787.4 kimetengwa. Changamoto ya kwanza ni kwamba tuna mabweni matatu, na sisi tunataka watoto wa kike wakae ndani ya chuo. Haya mabweni matatu yana uwezo wa wanafunzi 730. Sasa hivi tuna wanafunzi wa kike wanaozidi 2300. Kwa hiyo kuna shida ya mabweni, na hiyo ndio challenge ya kwanza. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Israel zinaendelea kushambuliana, hospitali moja kuu ikiharibiwa katika shambulio lililofanywa na Iran mjini Tel Aviv, na makazi ya watu pia yakiwa yameshambuliwa. Jumla watu 240 wamejeruhiwa na uharibifu mkubwa umefanyika katika mji wa Tel Aviv. Kwa upande wake, Israel imefanya shambulio kadhaa ya anga mjini Tehran na kwenye maeneo mengine ya Iran. Vyombo vya habari vya Iran vimesema ndege za Israel zilishambulia kinu kikubwa cha utafiti wa maji ya Khodab. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amemlaumu kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na ameamuru majeshi ya Israel kumuua kiongozi huyo ili kufanikisha malengo ya Israel. Rais Donald Trump amesema atamuua iwapo Marekani itajiunga na Israel katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran muda wote mnamo kipindi cha wiki 2 zijazo. Wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza wanatarajiwa kukutana na mwenzao wa Iran katika juhudi za kumaliza mgogoro huo. Zaidi ya shilingi bilioni 8.3 zilizotolewa na serikali kwa ajili ya kutekeleza mradi wa upanuzi wa usambazaji wa maji wa vijiji 1051 katika vijiji vya Rwamkoma, Kiarano, Busarie vilivyopo wilayani Butiama pamoja na vijiji vya Nyamuswa vilivyopo wilaya Bunda mkoani Mara. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Mradi huu wa upanuzi unatekelezwa na mamlaka maji Bunda Buasa kwa kuunganishwa katika mradi wa bilioni 70.5 wa mgango wa Kiabakari Butiama, ambapo wakazi takriban 51,000 watanufaika na mradi huu katika wilaya Bunda na maeneo ya Butiama
na gharama ya upanuzi wa mradi huu ni shilingi bilioni 8.3. Kwa matukio tuliopitia nyuma hapo, unaweza ukaenda kisimani ukakutana na changamoto nyingi, ukarudi nyumbani mama unasikia mama zetu wanapigwa. Shida ni nini? Mnatoka shule mnakuta mama analia, maji hakuna, mama akapigwa kwa sababu ya kuchelewa visimani. Hapa Nyamuswa ni changamoto ya maji. Maji kipindi cha kiangazi tunahangaika sana, alafu tunakunywa maji machafu. Yaani yenye utakavyokunywa unaugua hata minyoo. Lakini kwa sasa mvua ikinyesha ndipo mnapataga maji salama. Lakini kwa sasa jinsi tulivyopata huu mradi tunafurahi sana. Changamoto yani tunafurahi, tunashukuru. Maana hapo awali tulikuwa na maji ya visima, maji yanayotumiwa na bomba, lakini tulikuwa tunapata kwa shida sana. Hata kwa mwezi tunapata maji kwa siku 2 tu. Mwaka mmoja pekee ndio mradi huu utatekelezwa na utaacha mwananchi linapopita bomba hili. Kata zote zinazokuwa ndani ya umbali wa kilomita 10 kutoka kwenye bomba letu hili kuu, wote ni wanufaika wa mradi huu na wote wako kwenye design, watapata huduma. Tunatamani sana wananchi wapate maji hapa kabla ya ule muda ambao haujafikiwa. Kwa hiyo tu 15, lakini tumeshachimba, nadhani tumeona pale zaidi ya umbali wa kilomita kama 10. Kwa hiyo tumebakiza kama kilomita 20 kitu hivi kukamilisha mradi wetu. Mamlaka ya maji naomba muongeze kasi. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Bunda BUWASA, Joshua Mirumbe, anatembelea eneo hili kisha kutoa maelekezo. Naomba muongeze kasi ya usimamizi na awepo mhandisi anayesimamia huku. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, asante sana, uendelee kuwa na moyo wa kuweza kutoa huduma ya kuwahudumia Watanzania. Kutoka hapa katika eneo la Nyamuswa hapa wilayani Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Kata ya Endgao wilayani Hanang' mkoani Manyara wamepongeza serikali kwa utekelezaji wa ilani katika sekta mbalimbali na kutumia zaidi ya bilioni 3.4 katika kipindi cha miaka 5, lakini wameeleza kukumbana na changamoto ukosefu wa kituo cha afya na zahanati ndani ya kata hiyo. Ripoti kamili na Ile Kimani kutokea Manyara inatueleza. Endgao inataja kuwa na watu zaidi ya 6500 kwenye ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Halmashauri kuu ya kata imebaini kuwa serikali imetumia zaidi ya bilioni 3.4 kwa ajili ya miradi mbalimbali ikiwemo elimu, maji na barabara, lakini kata hii haina kituo cha afya na zahanati. Kata ya Endgao haina kituo cha afya wala zahanati. Wakazi wa kata hii wanapata huduma za afya kata jirani ya Gidababi na kata ya Endasa. Aidha, kwa mwaka wa fedha 25-26 serikali imetenga fedha zaidi ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya kutujengea kituo cha afya cha Endgao. Tumeona maendeleo makubwa yaliyofanyika kwa sababu kipindi cha nyuma hatukuwa na fedha za kutosha, lakini kwa taarifa ya leo tumeona miradi mingi iliyotekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tumezungumzia sasa hivi ni bilioni za fedha. Huko kipindi cha nyuma tulikuwa tunazungumza labda milioni kadhaa hivi wananchi wakichangishwa na nini, lakini serikali imetusaidia. Kwa mfano leo taarifa tuliyosomewa hapa na tumepita miradi tumeiona ina thamani ya shilingi bilioni 3,498,498. Ilani imesomwa vizuri, imejieleza. Mimi nikiwa shahidi katika kutembelea miradi, mimi naipongeza serikali na chama. Miradi ya kilimo ikiwemo skimu ya umwagiliaji Endgao ni kati ya miradi ambayo serikali imetekeleza hapa kwa ajili ya kuboresha kilimo. Namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupa shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kumwagilia, kujenga mifereji na kuweka kibanio. Tayari wameshampata mkandarasi, tunaomba ianze mapema kabla ya mvua. Kwa kushukuru kwamba Mheshimiwa Rais kuleta mradi mkubwa wa maji hapa Endgao. Kwa sababu zamani Endgao hapa walikuwa watu wanapata tabu sana ya maji, lakini sasa hivi hawana tabu ya maji. Kutoka kata Endgao wilayani Hanang' mkoani Manyara, mimi ni Ile Kimani, Channel 10.
Kiongozi wa upinzani nchini Rwanda na mkosoaji wa wazo utawala Rais Paul Kagame Bi Ingabire Victor amekamatwa na kuwekwa kizuizini. Idara ya kuchunguza ya uhalifu nchini Rwanda RIB imesema kuwa mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Bi Ingabire Victor amekamatwa kwa tuhuma za kuchochea umma dhidi ya uongozi na kuunda kundi la uhalifu. Victor Ingabire alifikishwa mahakamani siku ya Alhamisi katika mji mkuu wa Kigali kwa ajili ya kuhojiwa kuhusiana na kesi ya watu 9 wanaotuhumiwa kushiriki mafunzo yanayohusu jinsi ya kupindua serikali kutumia njia zisizo za vurugu. Ingabire ambaye anaongoza chama cha Dalfa Umurinzi ambacho hakijasajiliwa alirejea nchini Rwanda mwaka 2010 kutoka uhamishoni nchini Uholanzi akiwa na nia ya kushindana na Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa rais, lakini alizuiliwa kwa tuhuma za kupinga kutokea kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Naibu Waziri wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi Salma Mohamed Mwinjuma amesema zoezi la utoaji wa hati miliki ya mashamba kwa wananchi limeanza kumaliza migogoro ya ardhi na kuwaweka wananchi katika mazingira salama. Masanja Mabula kutoka Pemba anatueleza. Akifungua mkutano huu, mkuu huyo wa mkoa amewataka watendaji wa tume hiyo kufanya tathmini ya kodi na kutoa mapendekezo ya namna ya kuboresha ulipaji wa kodi. Kuwa na mfumo wa kodi unaorahisisha na kuchagiza shughuli za kiuchumi ili kodi ikusanywe kwa wingi, kuleta maendeleo kwa haraka zaidi na kupunguza utegemezi wa bajeti. Kufanya tathmini ya mfumo wa kodi na kuleta mapendekezo ya namna ya kuboresha mfumo wa kodi nchini. Kuondoa malalamiko ya wananchi, wafanya biashara na wawekezaji. Kutetea wigo wa kodi kwa kuweka mifumo ya kuwafikia wananchi wote wenye kipato waweze kulipa kodi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa tume hiyo CPR Silibade amewataka kuwasilisha changamoto ili serikali iweze kuzitambua na kuzifanyia kazi na kuongeza pato la taifa. Akifungua mkutano huu, mkuu huyo wa mkoa amewataka watendaji wa tume hiyo kufanya tathmini ya kodi na kutoa mapendekezo ya namna ya kuboresha ulipaji wa kodi. Kuwa na mfumo wa kodi unaorahisisha na kuchagiza shughuli za kiuchumi ili kodi ikusanywe kwa wingi, kuleta maendeleo kwa haraka zaidi na kupunguza utegemezi wa bajeti. Kufanya tathmini ya mfumo wa kodi na kuleta mapendekezo ya namna ya kuboresha mfumo wa kodi nchini. Kuondoa malalamiko ya wananchi, wafanya biashara na wawekezaji. Kutetea wigo wa kodi kwa kuweka mifumo ya kuwafikia wananchi wote wenye kipato waweze kulipa kodi na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa tume hiyo CPR Silibade amewataka kuwasilisha changamoto ili serikali iweze kuzitambua na kuzifanyia kazi na kuongeza pato la taifa. Kuna changamoto kadhaa ambazo wangependa kuona serikali inazifanyia kazi na kuweza kufanya mazingira ya kufanya biashara yawe mazuri na kuweza kuongeza pato la taifa. Tunafahamu kuwa mkoa wa Pemba, katika mikoa miwili ya Pemba iliyokuwa hapa, ina uwezo mkubwa wa kiuchumi. Ni vyema kwanza itolewe elimu ya ukusanyaji wa kodi, kwa sababu inaonekana watu wengi hatuna elimu na ukusanyaji wa kodi. Wengi tunavyoona ni kwamba labda ni wao serikali wanajiamulia tu, lakini naamini jambo lipo kisheria. Huu ni mkutano wa kwanza wa tume ya rais wa maboresho ya kodi kufanyika kisiwani Pemba. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar imetafisha nyumba ya Said Saif Salum yenye thamani ya milioni 969 iliyotokana na biashara haramu ya mihadharati na dawa za kulevya anazoziingiza nchini kutoka Afghanistan. Hatua hiyo imefikiwa baada ya kukamatwa vijana wawili ambao ni watumishi na washirika wake katika biashara hiyo haramu ambao ni Ali Muhammad Ali na Fahad Ali Khamis, wote wakaazi wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Tupate undani wa taarifa hii.
Akitoa taarifa ya taifisho hilo, kamishna wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanali Burhan Nassor, anasema awali walifanikiwa kuwakamata vijana wawili washirika wa Said Seif Salim ambaye nyumba yake imetaifishwa. Watuhumiwa hao tayari wawili hao wameshafikishwa kwenye muhimili wa mahakama kujibu tuhuma zinazowakabili. Watuhumiwa hao walipohojiwa walieleza kuwa dawa za kulevya walipewa na bosi wao anayefahamika kwa jina la Said Seif Salim almaarufu Said Obama, mkazi wa Zanzibar, Dar es Salaam na Kenya. Mara baada ya taarifa hiyo, Kanali Burhani ndipo akatoa taarifa ya kutaifisha nyumba hiyo. Kwa uwezo niliopewa chini ya kifungu cha 73(1) cha sheria ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, sheria namba 8 ya mwaka 2021, na baada ya kuzingatia matakwa ya kifungu cha 71 cha sheria hiyo, mimi Kanali Burhan Zuberi Nassor, kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, nimetaifisha nyumba ya mtuhumiwa huyo iliyopo eneo la Mtendeni, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, yenye thamani ya Tanzania shilingi 966,000 kuwa ni mali ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mbali na hayo, Kanali Burhani akatangaza zawadi ya milioni 10 kwa mtu atakayetoa taarifa za mali na alipo Said Seif Salim anayetafutwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar. Mtuhumiwa huyo anafanya uhalifu wa dawa za kulevya katika eneo la Afrika Mashariki na amekuwa akishirikiana na mitandao mikubwa ya kihalifu ya kimataifa kwa kuingiza dawa za kulevya kutoka nchini Afghanistan na kusambaza katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa muda mrefu. Mtuhumiwa huyo bado tunaendelea kumtafuta. Akitiwa mikononi atafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Aidha, atakayefanikisha kukamata kwa mtuhumiwa huyo pamoja na kubaini mali zake zilizoko Zanzibar na nje ya Zanzibar atazawadiwa kiasi cha Tanzania shilingi milioni 10. Pamoja na mambo mengine, wananchi wametakiwa kushirikiana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka Zanzibar ndio inatupasa kwenda kuangazia upande wa habari za biashara. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea mbele zaidi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Baki nasi.